Samia Suluhu Hassan atangazwa kuwa mshindi leo hii huku maandamano yakiendelea. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media, na kuomba uchukue sekundi yako moja upige subscription. Mwenyekiti wa INEC Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele ametangaza kuwa Samia Suluhu ameibuka mshindi kwa kupata kura milioni 31,913,866, yani 31,913,866 votes kati ya kura ambazo ziliweza kupigwa. Haya yanajiri huku waandamanaji wakiingia mitaani nchini Tanzania kwa siku ya 4 mfululizo kukaidi amri iliyotolewa na mkuu wa jeshi la nchi hiyo ya kukomesha vurugu hizo. Maandamano yamekuwa yakifanyika katika miji mikuu, waandamanaji wengi wao vijana wanaojulikana kwa jina maarufu kama Gen Z, wakitaja uchaguzi huu uliofanyika Jumatano kutokuwa huru na wa haki kwa sababu viongozi wakuu wa upinzani walizuiliwa kugombea dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Bado mtandao wa internet umenyimwa katika hatua ambayo imefanya kuwa vigumu kudhibitisha ripoti za mauaji, huku mamlaka zikirefusha amri ya kutoka nje katika juhudi za kudhibiti maandamano hayo. Umoja wa Mataifa imetoa wito kwa vikosi vya usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutotumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Tumetamaushwa idadi ya vifo na majeruhi yaliyoshuhudiwa katika maandamano yanayoendelea nchini Tanzania. Ripoti tulizopokea zinaashiria kwamba watu takriban 10 wameuawa. Shirika la habari Reuters liweza kunukuu msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za kibinadamu Saif Magongo akasema shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Kenya limeiambia Erwan Media kuwa mawasiliano yamekatizwa katika nchi jirani ya Tanzania na halijaweza kudhibitisha ripoti za vifo. Hospitali nchini humo hazikubali kutoa taarifa kwa waandishi wa habari au mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wanapoulizwa kuhusu visababishi. Serikali imejibu kupunguza kiwango cha vurugu.